أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa uhai na maarifa na kutufanya sisi tukuwe miongoni wa wafuasi wa Ahlul Bait alayhimus salatu wassalam, na kutufanya sisi tukuwe tumejitenga na maadui wao, kwani ni neema ambayo wengi huikosa. Basi sifa zote ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tumtakia rahma, amani, usalama na barakati bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na wanafamilia wake Ahlul Bait alayhimus salatu wassalam. Na tunatumai Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuzidishe na elimu yao na atufanye sisi tukuwe miongoni ya wale ambao kwamba watafufuliwa pamoja nao siku ya Kiyama. Ilahi amin. Katika darsa iliyotangulia tulieleza na kufafanua mistari tatu za kwanza za khutba 186 katika Nahjul Balagha, zinazojumuisha sifati tatu za as-salbia ambazo kwamba Amirul Mu'minin salamullahi alayhi amezitaja. Nazo ni al-kayfiyya, al-mathil na ash-shabih. Hizi ni sifati tatu ambazo kwamba Amirul Mu'minin salamullahi alayhi amemkanusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana nazo, na tulitoa ushahidi na hoja pia. Tulielezea kwamba hizi sifati, yani al-kayfiyya, al-mithliya na ash-shibh, ni sifati za kimaumbile, ni sifati ambazo kwamba zina upungufu, zina mipaka. Basi havina budi kwamba lazima tumkanushe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana nazo, kwa sababu yeye hana upungufu wowote wala hana mipaka. Leo inshallah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutaendelea kufafanua as-sifat as-salbia zingine ambazo kwamba zimebaki katika hii khutba kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amirul Mu'minin salamullahi alayhi anasema kwamba wala samadahu man ashara ilayhi wa tawahhama, hajamkusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye kumwashiri na mwenye kumwaza katika akili yake. Yani kama mtu akimwashiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kidole chake, na aamini kwamba pale alipoyashiri ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo, ikiwa ni ardhini ama mbinguni, atakuwa amemjalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sehemu. Hii ni kwanza. Pili, atakuwa amemjalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa ya kimwili, na usehemu na umwili, hizi zote ni miongoni wa sifa za kimaumbile, ni sifa ambazo kwamba zina mipaka, ni sifa ambazo kwamba zina upungufu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtakatifu kutokamana na mipaka yote, na ni mtakatifu kutokamana na upungufu wote. Kisha pili, Amirul Mu'minin salamullahi alayhi pia akasema kwamba mwenye kumtawaham, yani mwenye kumwaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye akili yake, na aamini kwamba hiyo sura au hiyo picture ambayo kwamba imekuja katika akili yake ndiyo ni dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi atakuwa tena ashampa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mipaka, atakuwa tena amempa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala upungufu, na atakuwa hajamkusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada yake. Ndio Amirul Mu'minin salamullahi alayhi anasema kwamba ma samadahu man ashara ilayhi wa tawahhama, hajamkusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye kumwashiri na kidole yake na mwenye kumwaza kwenye fikra yake ama kwenye akili yake. Kisha Amirul Mu'minin salamullahi alayhi anasema kwamba kullu ma'rufin binafsihi masnu'a, kila jambo ambalo kwamba dhati yake inajulikana ama inatambuliwa ni masnu', ni kwamba imeumbwa. Na hii inathibitisha maneno ya awali ya Amirul Mu'minin salamullahi alayhi, kwa vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dhati yake, uhakika wake ni ghairul mahdud, haina hudud, haina mipaka. Basi binadamu anafaa kujiepusha wa kujaribu kuifikiria dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kujaribu kuitambua. Kwa hivyo kullu ma'rufin binafsihi masnu', kila jambo ambalo kwamba dhati yake inaweza kutambuliwa ama inaweza kutasawariwa katika akili, hiyo itakuwa si Mungu, hiyo itakuwa ni masnu', itakuwa ni maumbile. Imam Sadiq alayhi salatu wassalam anatuambia, iyyakum wattafakkur fillah, tahadharini
kuifikiria dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna at-tafakkur fi Allah la yazidu illa tayha, kwa kuifikiria dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haizidishi chochote isipokuwa upotofu na kuchanganyikwa na akili. Inna Allah la tudrikuhu al-absar, hakika macho hayawezi kumwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala yusafu bimiqdar, wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasifiwi na kipimo chochote, bali mambo ambayo sisi wanadamu tunapaswa kuyafikiria ni yale mambo ambayo kwamba zina mipaka, zina upungufu, ziko na mahdudia, ambayo kwamba ndio maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo kwamba ni viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haifai kabisa binadamu aifikirie, kwa sababu haina hudud. Dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uhakika wake hauna upungufu wote. Kisha akasema kullu qa'imin fi siwahu ma'lul, kila kitu kinachokuwepo kwa kutegemea kingine ni ma'lul, ni cha kusababishwa. Yani kwamba kinahitaji sababu, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye hana sababu, kwa sababu hana mwanzo. Yeye ndio mwenye kusababisha kila kitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio mwenye kusababisha kila kitu katika ulimwengu, hana mwanzo. Kwa hivyo kulla qa'imin fi siwahu ma'lul, kila kitu kinachokuwepo kwa kutegemea kingine ni ma'lul, ni cha kusababishwa. Kisha Amirul Mu'minin salamullahi alayhi akaendelea kusema fa'ilun la bitarabi ala, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtendakazi, lakini si kwa kutumia vyombo, kinyume na viumbe vyake. Binadamu akitaka kutenda kazi, akitaka mathalan kutengeneza nyumba, kwanza anahitaji vifaa, anahitaji mikono, kisha anahitaji kisaga mathalan, ama anahitaji mbao, ama anahitaji simiti mathalan, ama anahitaji matofali, saruji na kadhalika. Anahitaji vifaa ndio aweze kutengeneza nyumba. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka kuumba, akitaka kutenda kazi, hahitaji vifaa kabisa. Yeye ni yakhluqu bidhati, yeye akiumba anaumba kwa dhati yake, hahitaji vifaa kama vile wanadamu wanahitaji vifaa na wanyama wanahitaji vifaa. Kwa hivyo fa'ilun la bitarabi ala, kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtenda kazi, lakini si kwa kutumia vyombo. Kisha Amirul Mu'minin salamullahi alayhi akaendelea kusema muqaddirun la bijawli fikra, yeye ni mpangaji, yeye ni mwenye kupanga vitu na mwenye kupima vitu, lakini la bijawli fikra, lakini bila kuzungusha fikra. Binadamu akitaka kupanga jambo ama akitaka kupima, anahitaji kuzungusha fikra. Mathalan akitaka kupanga nyumba yake mathalan tuseme, kwanza lazima afikirie saa ngapi nitapanga, kochi niweke wapi, meza niweke wapi, rangi gani nitumie kuipaka nyumba yangu, naye thamani, afikirie kwamba thamani ya mpangilio itakuwaje, na afikirie kwamba itawafanya wageni wafikirie vipi hiyo mpangilio ambao mimi nimeipanga nayo na kadhalika. Hizi zote zinaitwa jawlul fikra, ni kuzungusha fikra. Yani kwa binadamu akitaka kupanga lazima ahame kutoka fikra hadi kuingia fikra nyingine, ndio mwisho aamue, ndio mwisho ajue afanye nini, kisha ndo anatenda kazi. Na kuhamia fikra ni miongoni wa hawadith, ni miongoni vya vitu ambavyo vina mwanzo na vina mwisho, vina vipimo. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa vile yeye ni qadim, hana mwanzo hana mwisho, basi akikadiria na kupanga vitu hahitaji kuzungusha fikra, hahitaji kuhamia kutoka fikra moja hadi kuingia katika fikra nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka kupanga viungo vya binadamu mathalan kwa ajili ya masala fulani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hahitaji kufikiria vipengele gani atumie, mathalan elements gani atumie. Je, atumie oksijeni, atumie hydrojeni, atumie carbon dioxide, kisha hizi vipengele aziunganishe vipi pamoja ili aweze kuunda viungo tofauti, kama tuseme seli, tishu, viungo kama kichwa, macho, mikono, miguu na kadhalika. Kisha baada ya mfululizo ya fikra kama hizi, ndio sasa aamue kumuunda binadamu, ndio sasa atajua kwamba binadamu nitamuumba hivi, binadamu ndo nafaa nimuumbe hivi. Mungu hahitaji kuzungusha fikra ndio ajue apange vipi. Yeye ana elimu zote, yeye ni mwenye kumiliki elimu zote, hana ujahili kabisa, hahitaji kufikiria ndo ajue afanya nini. Akitaka kupanga yeye ni kun fayakun, akitaka kupanga basi hivi tu anapanga bila kufikiria. Kwa hivyo Amirul Mu'minin salamullahi alayhi anatuambia kwamba muqaddirun la bijawli fikra, anapima
na anapanga, lakini si kwa kuzungusha fikra. Na hapo ndio tutakomaa kwa ufafanuzi wetu wa hii khutba insha Allah. Tutaendelea kufafanua sentensi zingine ambazo kwamba zimebaki kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.